Yes, welcome to Mzinga Sports. Bwana, siku nyingine tunakwenda kuangalia pia taarifa nyingine ambayo ni taarifa ya tetesi inayohusisha klabu ya Young Africans katika kujiimarisha, kujiweka sawa kuelekea msimu ujao 2026 2027. Sasa kuna taarifa ambayo ilikuwa muda mrefu imezungumzwa, imeandikwa sana. Hii taarifa mimi niliiona na nikitaka nizungumze tangu siku ya kwanza, lakini ilikuwa bado kuna details sijazipata ya hii deal ilivyo, lakini kwa sasa iko vizuri. That's why nikasema hebu niende mbele yenu kwa ajili ya kuzungumzia hii deal na mazingira yake yalivyo. Naamini kwenye masikio yako halitokuwa jina geni la Thulani Gumede. Thulani Gumede, ili jina sio geni masikioni mwako, na naamini pia watu wengi tayari wameshamwangalia. Inawezekana ikawa hawajamuona akiwa anacheza na kikosi chake au timu yake, lakini wapo ambao wamemwangalia kupitia tu YouTube, ambako ndo njia rahisi ya kuweza kuona mchezaji, kwa sababu YouTube wanaweka the best part ya mchezaji, sehemu ambayo anafanya vizuri inakatwa inawekwa humo. So naamini watu wengi wamemvisit, nimeona Watanzania sehemu nyingi sana imeandikwa hii deal. Kwa hiyo nikataka kufuatilia ukaribu na uwepo wa hii deal ama vipi, lakini nikaja kupata details za kutosha. Sasa ndo niko hapa kwa ajili ya kumwelezea Thulani Gumede. Thulani Gumede ni kiungo wa ushambuliaji ambaye anacheza kwenye mapana ya uwanja, lugha nyepesi ni winga. Ni winga ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Richards Bay kwa sababu pia ni raia wa Afrika Kusini. Sasa nyota huyu kuhusishwa na Young Africans, yes, ni kweli. Vyanzo vinaeleza kwamba Young Africans wanahitaji huduma yake na wapo kwenye situation nzuri ya kufikia makubaliano ya kuweza kumpata huyu mchezaji. Umri wake miaka 25. Sasa ukiangalia Thulani Gumede, inawezekana ikawa ni mchezaji ambaye humuoni sana kwenye namba. Inawezekana ukaenda kumtafuta kwenye orodha ya wafungaji bora usimuone, ukienda kwenye assist usimuone. Why Young Africans wanashawishika kwenda kumchukua mchezaji wa kaliba hii? Sasa hebu nikupitishe kidogo. Thulani Gumede, historia yake ya mpira sio ndefu sana, hapana. Huyu bwana ni pale Afrika Kusini kuna chuo ambacho kilikuwa kinamiliki klabu ya Bidvest Wits, nadhani tunaifahamu, ambayo iliuzwa kutoka hapo ikaenda ilibadilishwa jina ikawa inaitwa Shakuma hivyo, baadaye ikawa imeenda huko mbele. So Bidvest Wits ni timu maarufu sana Afrika Kusini. Kwa wale ambao wanafuatilia kandanda Afrika Kusini kwenye miaka 10 nyuma, ilikuwa ni miongoni mwa timu bora, timu ushindani, na imewahi kuwa na wachezaji bora wazuri, miongoni mwao pamoja na Elias Pelembe Gaspar Domingos, huyu wa Msumbiji, aliwahi kupita pale Bidvest Wits. Ilikuwa ni timu moja shindani sana. Sasa Bidvest Wits nyuma yake kuna chuo kikuu pale. Sasa hiki chuo ni miongoni mwa chuo ambacho kwa pale Afrika Kusini trusted, kinaaminika sana. Ni chuo ambacho kinafanya research za kutosha, ni chuo ambacho kimescout watu wengi, ambacho pia hiki chuo department hii ya kimichezo inashirikiana moja kwa moja na SAFA, chama cha mpira wa miguu wa South Africa. Kuna matawi mengi. Miongoni mwa matawi ya hiki chuo ilimgundua Relebohile Mofokeng, huyu mshambuliaji, kiungo mshambuliaji aliyekuwa Orlando Pirates, of course sasa ameshaondoka, lakini tutakumbuka pia alikuwa pale kwenye World Cup. Alicheza vizuri sana kwenye kiungo cha ushambuliaji, jezi nambari 10. Relebohile Mofokeng ni miongoni mwa hii project. Wako wengi, lakini nimekutajia huyo mmoja ambaye labda watu wengi wanamfahamu zaidi. Lakini kama haitoshi, mwaka 2018 kulikuwa kuna clinic ilifanyika Afrika Kusini kupitia hii university ambayo iko chini ya Bidvest Wits. Ilifanya clinic ya kutafuta talents maeneo mbalimbali Afrika Kusini. Huyu mchezaji Thulani Gumede aliingia katika miongoni mwa talents 20 bora za Afrika Kusini, yani wachezaji 20 bora ambao wanatarajiwa kuja kufanya makubwa kwa kadri muda unavyokwenda huko mbele. Ilikuwa ni pamoja na huyu alikuwepo Thulani Gumede na wengine mbalimbali. Sasa
future ya hawa wachezaji ilikuwa inaangaliwa kwa jicho la tatu, yani wanaangaliwa okay, performance iko vipi, wanaenda wapi, wanapita wapi, iko hivyo. Sasa Thulani Gumede ni mchezaji ambaye wenyewe wa South Africa wanaamini na talent kubwa, wako wengi. Unajua hata kwenye hizi timu za Orlando, Kaizer, Mamelodi wamepita. Utofauti ni kwamba Mamelodi mara nyingi waga wakai na hawa wachezaji wenye umri mdogo. Yaani mchezaji ukiwa na umri mdogo unataka kuprove pale, kukulia pale, ni nadra sana kukupa nafasi. Mara nyingi wanapenda wanaweza kagrumu mchezaji akionekana na talent, wanamtoa nenda kaongeze maarifa sehemu nyingine. Unakuta Mamelodi Sundowns wametoa wachezaji wengi ambao walipitia pale, ni waliwakuza wenyewe. Lakini kwenye vikosi vingine, kwa mfano kama Kaizer Chiefs, wao wanalea, hawana shida, wamewalea wachezaji wengi wadogo, wamewapa nafasi. Hawa kina Nkosi Ngipile Nkobo wamepitisha mtu kama Happy Boy Mashiane. Of course Mashiane nimeona sasa hivi wamemwachia, lakini pia ni product ya pale pale Kaizer Chiefs na wengine wengi. Lakini kwa upande wa Orlando pia alkadhalika na wenyewe wamekuwa wakiamini katika hizo project, hizo process, akiwemo pia Relebohile Mofokeng ni miongoni mwa hayo mazingira ambayo anayezungumzia hapa. Kwa hiyo na klabu nyingine mbalimbali za pale Afrika Kusini, hayo mazingira yapo. Sasa huyo mchezaji anaangaliwa, lakini anafikiriwa okay, lini Gumede anaweza akatoa kitu bora zaidi kwa wana Afrika Kusini? Yani wanamsubiria time gani itafika muda ambao Gumede ile promising talent ambayo alikuwa ameiona kwake itakuja kushine na wajivunie kwamba yes, huyu ni mchezaji ambaye tulikuwa tunampiga picha, baadaye atakuja kushine. Lakini wapo wachezaji ambao wameanza vizuri, yani kwenye mazingira yao wadogo walishine sana, lakini kadri muda unavyozidi kwenda unaona kama wana sink, wanadidimia, wanakwenda chini, talent zao kama kuna sehemu zimestack. Miongoni mwa hao wachezaji ni pamoja na Mduduzi Shabalala, nyota wa Kaizer Chiefs. Wakati ile breakthrough yake anakuja, alionekana dogo mmoja na talent kubwa sana. Kadri muda unavyozidi kwenda inaonekana kama kuna sehemu ana stack. Sasa Gumede anaangaliwa wapi anaweza kuwa bora zaidi, yani eneo gani ambalo anaweza kuwa bora zaidi. Sasa Gumede ndani ya Young Africans, mwenyewe kocha Mangisi Mangoba tutaelewana, mwenyewe kocha ndiye ambaye amempropose huyu, na hii sio sehemu ya kwanza. Kocha alikuwa anamhitaji huyu mchezaji tangu akiwa akiwa Golden Arrows, alikuwa anamhitaji huyu mchezaji. Lakini pia wakati kwa Mamelodi Sundowns aliwahi kumpambania ingie kwenye reserve timu ya pili ya Mamelodi Sundowns. Kwa nini? Kwa sababu kocha alikuwa anaona kuna talent kwa huyu mchezaji. Sasa kwa level ya Golden Arrows ilikuwa ngumu kuweza kupata mchezaji kama huyu, yani kumshawishi kutoka Richards Bay kwenda pale, ilikuwa inaonekana kuwa ngumu. Lakini amefika kwenye timu ambayo inamsuri na inamsikiliza na umwekea project Young Africans. Project ni hii hapa. Tuangalie wachezaji ambao wanaweza kufikika na wakaenda kuichezea Young Africans. Kwa hiyo anatimiza ile adhma yake kwamba miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa anawahitaji muda mrefu kuwasajili katika timu mbalimbali zilizopita huko South Africa ni pamoja na huyu mchezaji Thulani Gumede. Kwa hiyo imeshindikana kule, basi anataka kumvuta hapa aone kama deal itakamilika, maana yake Thulani Gumede ataingia ndani ya Young Africans. Kwenye eneo la nafasi ndani ya Young Africans, Thulani Gumede ni mchezaji mwenye talent kubwa kama ambavyo nimesema, na this time around anakwenda kubadilisha mazingira, anakwenda kucheza sehemu nyingine. Kama atakuja ndani ya Young Africans na huyu anatokea pembeni kwa maana ya wingers, na ni wimbo wa muda wote. Unajua Young Africans ukiangalia sokoni wanahusishwa na mawinga wengi, sio kwa bahati mbaya, hapana, kwa sababu ni kweli Yanga wanahitaji wingers, wanahitaji washambuliaji. Na kocha aliyekuja sasa hivi ni kocha raia wa Afrika Kusini, South Africa kabisa. Unajua Romain Folz katokea Afrika Kusini, lakini ni kocha raia wa Ufaransa. Kwa hiyo uone zile testi za South Africa. Aliyekuja sasa hivi ana testi za South Africa, anahitaji wingers. Unajua South Africa wengi wanaamini katika mwendo, katika kukimbia, ndio maana nakuta kuna mawinga wengi sana South Africa. So hata na huyu naye anahitaji wingers, wachezaji ambao watakuwa na kasi ya kukimbia from wide. Huenda msimu unaokuja Max Nzengeli akarudishwa kucheza namba 8, akarudishwa kucheza kati. Pembeni humu anahitaji viberenge vyenye kukimbia. Sasa tulishamzungumzia jana Justice Figueiredo, tulishamzungumzia
uh, mchezaji mwingine kutoka South Africa, jina linanitoka, lakini tulisha Maccabi Lelepo. Yes, ashakumsema tusi Maccabi Lelepo tumesha kumzungumzia, and this time around tunakwenda kumzungumzia huyu Thulani Gumede, na wapo mawinga wengine mbalimbali ambao naona vyanzo mbalimbali vinawaandika. Mimi nakuja kumgusa mtu ambaye tayari nimeshaona yes, kuna uhalisia, kuna harufu ya huyu mchezaji kuhitajika baada ya kupita katika vyanzo. Kwa mchezaji ambaye sina uhakika kabisa, inakuwa ngumu kumzungumzia hapa. So kwa Thulani Gumede ni nyota ambaye Young Africans kweli unamhitaji. Akiingia ndani ya Young Africans huenda akawa regular starter, akaenda kuanza pembeni. Mind you, Pako Mzuzwa hayupo, Celeste Ekwando hivyo hayupo kwenye mpango. Max Nzengeli sio typical wingers, huenda akatolewa hapo katika ile eneo. Shehani of course anaweza kucheza pembeni, lakini mara nyingi amekuwa akitumika kama kiungo wa ushambuliaji pale katikati, na mwenyewe pia taarifa zinaeleza kwamba ameshaondoka. So Buba Jame ameshindwa kuingia kwenye kikosi moja kwa moja, kwa hiyo huenda akaingia kwenye kikosi Gumede akitokea pembeni. Kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo nilisema nililete hapa kuja kuzungumzia juu ya nyota huyu wa Afrika Kusini. Kwa namna ambavyo nimezungumzia, na wewe una nafasi pia kuweka comment yako kwenye comment section ukatuambia, je, kwa unavyomuona Gumede ni mchezaji ambaye anastahili kucheza ndani ya Young Africans au hatoshi? Tuwekee comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.